Dereva wa teksi alikuwa akibeba mwanamke mjamzito hadi hospitali, lakini barabara mbele ilikuwa imezuiliwa. Mashindano ya taifa ya mbio yalikuwa yakiendeshwa hapo. Dereva hakuwa na chaguo ila kupenyeza vikwazo. Teksi ililazimishwa kwenye wimbo. Watazamaji walionyesha macho ya kushangaa. Badala ya kusimama, dereva aliendesha kwa kasi ya juu, akipita kila mchezaji wa mbio. Kasi yake ilifikia maili 400 kwa saa, inayolingana na treni ya kasi. Kwa kasi hiyo, alifunga haraka mchezaji wa nafasi ya kwanza. Huyo alikuwa mshindani wa kike. Wakati huo, alikuwa mbele kwenye mbio. Alipoona teksi inayokaribia kwa kasi, aliogopa sana na akapiga kasi ya gesi. Alijaribu kuongeza umbali na teksi, lakini dereva wa teksi aliongeza nguvu ya farasi badala yake na akampitisha mshindani wa kike kwenye mgeuko mkali. Kasi ya dereva ilishangaza watazamaji tena. Hakuna mtu aliyethubutu kuamini kuwa teksi inaweza kuwa ya kasi kulini magari ya mbio ya kitaalamu. Haraka mbio ziliingia hatua yake ya mwisho, mgeuko wa mwisho uliobaki tu. Kwa kawaida washindani wangepunguza kasi wakati huu, lakini dereva huyu wa teksi alifanya kinyume chake. Alipiga pedali ya gesi hadi sakafuni. Kasi yake iliwaogopesha mwanamke mjamzito na mumewe aliyemfuata, lakini dereva aliongoza mgeuko wa mwisho kwa uendeshaji stadi. Alishinda nafasi ya kwanza kama mpita njia. Hakupunguza kasi, badala yake aliendesha gari hadi hospitali. Mwanamke mjamzito alipata wakati bora wa kujifungua na kikombe cha maji kwenye gari hakikatiki. Lakini upande wa pili, baada ya mbio, mshindani wa kike alikasirika sana. Alienda kwenye chumba cha ufuatiliaji na kudai kukagua utambulisho wa dereva wa teksi, lakini hajui kwamba dereva huyu hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa bingwa wa mbio wa dunia miaka 5 iliyopita. Wakati huo alisababisha msisimko katika ulimwengu wa mbio, lakini baadaye alistaafu kwa sababu ya shinikizo la maisha. Sasa alikuwa akificha utambulisho wake na kuendesha teksi katika klabu ya mbio, na mmiliki wa klabu hiyo alikuwa mshindani huyu wa kike. Hakuwa na habari yoyote juu yake. Wakati huu alitoa mfuko wa pesa kama malipo ya mwisho kwa wafanyakazi, kwa sababu klabu ililengwa na washindani walikuwa wakijaribu kuchukua klabu yake kupitia mashindano ya mbio.